Karibu tena mpenzi mtazamaji, nizidi kupakulia taarifa ambazo tumezipakia katika chumba chetu cha habari. Tukisonga mbele ni kuwa baadhi ya viongozi wa ukanda wa Pwani wametoa wito wa kuimarishwa kwa umoja wa kisiasa, wakisema kuwa ushirikiano miongoni mwa viongozi ni muhimu katika kurahisisha au kuharakisha maendeleo ya eneo hilo. Wakizungumza katika mkutano uliokutanisha viongozi mbalimbali wa Pwani, wamesema kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuzuia utekelezaji wa miradi ya maendeleo wala kudhoofisha sauti ya ukanda huo katika masuala ya kitaifa. Vile wamesisitiza kuwa haja ya viongozi kuweka maslahi ya wananchi mbele badala ya siasa za mgawanyiko. Salama Salmini 2027 atoboe, arudi kama rais kwa tamu yake ya pili. Kule mbele naye pia tu huko mbele huko mbele, sio Mvurya, huko mbele huko, halo, huko mbele huko, watajua uko wapi mbele ama namna gani? Tumesema safari hii region yetu ya Pwani ni lazima iheshimiwe, kura yake ihesabiwe, kura yake iwe na maana kwa taifa la Kenya, kwa sababu hawa watu wengi wanaongea, wanasema wako na numbers, wanasema namna hiyo, na sisi kwani hatuna watu hapa? Leo hii Mheshimiwa Ruto atusikiza, lakini atatusikiza zaidi wakati sisi mchango wetu utakuwa ni mkubwa. Tusidanganyane, sisi tukishindana na mwingine ambaye atakuwa kura zake ni nyingi, zetu ni kidogo, mwenzetu atasikizwa wa kwanza. Kila aliye hapa leo yajua, tunataka barabara sisi kutoka hapo kwenda Tiribe iwekwe lami. Mimi nilikuwa na mtoto anasoma Dubai. Mtoto wangu anasomea udaktari. Nilikuwa na shida ya pesa milioni 2. Rais alikuja hapa Kwale, nikamfuata nikamwelezea shida ya yule kijana ambaye wangu anasoma udaktari. Kumweleza, aliniambia seneta, njoo kesho nikupatie milioni 2 umlipie yule mtoto school fees. Huyu anafaa wafai? Baadhi ya viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa Global Peace pamoja na viongozi wa Mau Mau wamejitokeza na kukashifu vikali baadhi ya wanasiasa wanaotumia makundi ya wahuni kuharibu mikutano ya wanasiasa na pia kuvamia makanisa. Wakizungumza wakiwa katika kaunti ya Nairobi, wamesema kuwa ikiwa hatua ya dharura hazitachukuliwa, basi taifa linaelekea pabaya, kwani visa hivi vimeongezeka zaidi. Viongozi hao wanaomba maafisa wa usalama kuhakikisha kuwa wanafanya uchunguzi na kuwatia mbaroni wale wanaofadhili makundi ya wahuni humu nchini. Cha ajabu ni kwamba kumeanza kutokea watu wanaitwa goon. Hawa goon hatujui ni akina nani. Tunaona tu vurugu kwa kila mikutano. Wameingia hata kwa makanisa. Tungetaka pia kukemea hawa goons na wale ambao wanafadhili goons. Hii vitu sisi ni wasomi, tunaweza kuandika ICC. Unakutana watu wako na interest fulani, wanatafuta kuvuruga inji ama kuvuruga mikutano. Kama sisi watu wa peace, tungeomba polisi waweze kushughulikia watu kama hao, kwa sababu hatutakubali inji yenye iko na amani watu wavuruge mikutano, watu waanze kuingilia wengine. Mimi ningependa vijana wetu, sana vijana wetu wa tunawaita Gen Z, wadumishe amani. Hii nchi ni yao, na wakichoma hii nchi hatuna nchi nyingine yenye tutaweza kukimbilia. Ningependa wasikue wakipatiwa pesa kidogo ili waweze kuvuruga amani ama kuvuruga mikutano ambayo zimepangwa na viongozi wetu. Madaraka ile iko Kenya leo ni ya Mungu. Kama wewe utaomba Mungu vizuri, ukipewa mamlaka, tutakuheshimu. Lakini wacha kupiganisha watu wauane kwa sababu pesa inakusumbua. Na hata hiyo pesa inayokusumbua ni ile pesa ulituibia. Kwengineko ni kuwa wazazi wametakiwa kukoma kuwaficha wanao wanaoishi na ulemavu, ila wawezeshe kuungana na wenzao kupata elimu na kushiriki michezo. Nilipata muda wangu mwafaka na kukuandalia taarifa ifuatayo. Wazazi wameonywa dhidi ya kuwaficha watoto wenye ulemavu, huku wakihimizwa kuwapeleka shuleni ili wanufaike na fursa za elimu na kukuza vipaji vyao.
Wakati huo, wadau wa elimu maalum wameitaka Wizara ya Elimu kuongeza ufadhili wa michezo ya wanafunzi wenye ulemavu, wakisema mashindano hayo huchangia kubaini na kukuza vipaji, kujenga kujiamini pamoja na kuimarisha ushirikishaji wa watoto hao katika jamii. I'm Elizabeth Amachoni, Special Olympics Kenya Unified Sports, Bungoma County Coordinator. I want to take this opportunity to thank God for this good chance, a chance that we've yearned for so long. I also want to thank the main office, Special Olympics Kenya Unified Sports, being led by our director, Vincent. Thank you so much for the effort you have made to establish this club in Bungoma County. How I wish all parents that are out there with learners with mental challenges, bring them out so that we identify their potentiality. We are seeing them the way they are very happy, they are enjoying. But as I'm talking, some of these learners are hidden somewhere. We cannot access them, we are not seeing them. We should advocate for them. We should actually go deep down there and look for them and bring them on board. My name is Vincent Mugai. I'm the sports manager, Special Olympics Kenya, and also I'm the acting national director. So mine I want to start by thanking Bungoma County, that is the SNE schools and all the coordinators, Special Olympics. This is something I will say is the epitome of volunteerism. So we trained them in 2024, and actually they have gone ahead and organized these sports without even involving the head office, which is commendable. Hata hivyo, wamesisitiza kuwa uwekezaji zaidi katika michezo hii utawapa wanafunzi fursa sawa za kung'aa kitaifa na kimataifa. Because we are looking forward to getting a team that is going to represent Bungoma County at the regionals and then at the nationals. If they do well, they'll represent Kenya in Chile for the summer sports. Like for the IDD learners, we just adapt the main fields to suit the athletes' disabilities. Through our stakeholders, we need these learners to be given that top-up so that we can do some necessities for them, so that we can retain them in our stations. Our special needs learners' potential and exploiting their talents. In sports, we want to identify learners who may progress to another level in sports. And through this, we want to appreciate the Special Olympic officials, the Special Olympic director who is with us, that they did very well in introducing Special Olympics so that our learners with the special needs may exercise their potential. So for us, we have very many plans ahead, including like going to the World Games next year. It's only that we cannot say Bungoma come and go. So they have to go and compete with the others because also the others are training the same. But apart from that one, you're going to do a lot of capacity building. From this group here, we are going to get people who will be invited to come and do the TOT, trainer of trainers. And even if you get other chances in leadership and all that, so we're going to extend them to the county because the county have already showed the willingness to be part of Special Olympics. Juma Ngetich, habari za Magharibi. Tukizidi kusonga mbele ni kuwa kundi la wanaharakati limewasilisha ombi mahakamani likitaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akamatwe na tuhuma za kudharau mahakama kwa kukosa kutekeleza uamuzi uliohusu muundo wa ulio wengi bungeni. Kupitia wakili wao Kibe Mungai, wanaharakati hao wamedai kuwa Wetangula hakuzingatia uamuzi wa mahakama uliobatilisha uamuzi wake wa kutambua muungano wa Kenya Kwanza kuwa ulio wengi bungeni. Kwa msingi huo, wametaka mahakama imwadhibu kwa kudharau mamlaka yake ipasavyo au haraka iwezekanavyo. This is not just unconstitutional, but it shows the level of arrogance and contempt that senior government officials have in this country. Now, what we are facing as a country just shows we are dealing with a lot of impunity.
the Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, did not shy away from participating in 6 events. If these individuals are openly defying the Constitution, openly defying court orders, it should tell you something. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukran sufufu kwa kuweza kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo natamatisha rasmi meza ya habari za magharibi mchana. Ili kuweza kupata taarifa hizo pindi zinapochipuka, usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni @TV Magharibi, vile tovuti wetu wa www.magharibi.digital ili uweze kupata taarifa pamoja na burudani kadri ya uwezo wetu. Na kuna mengi katika tovuti wa www.magharibi.digital. Mtazamaji, usikose kufika hapo. Shukran kwa sasa na kutakia kila laheri siku ya leo. Nafahamika kama Juma Ngetich.